واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na utaratibu wetu wa kuelezana mawili matatu na kukumbushana yale yanayopatikana katika dini yetu. Na leo ni tarehe 15 ya mwezi wa pili. Huwa tumejiwekea nidhamu ya kuulizana maswali katika mwezi mara mbili, katikati ya mwezi na mwisho wa mwezi. Kwa ile siku ya kuulizana maswali ndio leo. Siku ya kuulizana maswali ndio leo, tarehe 15 mwezi wa pili 2026. Kwa sababu hiyo pia ni moja ya kujifundisha, ni moja pia katika njia ambazo tunajifunza. Falyatafadhalu mashkura. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni swali langu nauliza kuhusiana na dharura za mwanamke katika mwezi wa Ramadhani. Imempita miezi mitatu, katika kila mwezi wa Ramadhani anapata dharura. Akijitahidi kufunga alikuwa katika hali ya baada kujifungua, manake miezi yote hii ananyonyesha miaka miwili. Sasa anakuwa na mapungufu katika kulipiza zile, kila Ramadhani namkuta mpaka zikafika 3 hajamaliza hata ya kwanza, ya pili na ya 3 namkuta hajamaliza zile 2 zote, hajamaliza katika kulipa madeni yake. Nini afanye au amemaliza? Jazakallahu khair. Na nimeona ishara nzuri kuulizwa swala linalotaalaka na Ramadhani kwa muda kama huu, kwa sababu lazima watu tuwe na maandalizi ya mwezi huo wa Ramadhani mapema, kama ilivyokuwa salafu salih, wao wanajiandaa na Ramadhani miezi 6 kabla. Sasa tumebakisha takriban mwezi mmoja na siku chache sana, takriban mwezi mmoja na siku 5-6 tunaingia katika Ramadhani. Kwa hiyo kitu cha kwanza kikubwa kufikiria ile Ramadhani, hili ni jambo kubwa sana. Kufikiria kwa namna yote, kwa Ramadhani kwa kuilipa, kwa namna gani utafanyaje vipi, ili pia ni jambo zuri, ni katika istidad. Lakini swali lake anasema kwa hali za wanawake, ima ametokezea dharura walizokuwa nazo kama Mwenyezi Mungu alivyowaumba, enda ikawa ni siku zake za period, au ikawa kujifungua au kunyonyesha, kwa hiyo ikamjia udhuru takriban mara 3 za Ramadhani na bado hajazimaliza, afanye nini? Na hapa ndio tutaona kwamba umuhimu wa binadamu kuumbwa mwanaume. Ndio alisema hili Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ar-rijalu qawwamuna, Mtume sallallahu aliposema kwamba baada ya hii aya kufahamu ar-rijalu qawwamuna an-nisa, akatwambia hunna naqisatul aqli wad-din, wao wanawake ni mapungufu katika akili na pia dini.
kwamba akili zao wanawake wameumbwa kwamba wao ni watu wa atfiyati, emotionally zaidi, wao wako hivyo. Manake nini maana atfia? Ni kufanya jambo kabla ya kufikiri, yani kwanza anafanya, baadaye ndio inamjia fikra, hili kumbe sivyo. Tofauti wanaume wameumbwa aqliyat, wanafikiri kwanza kisha ndio wanafanya. Sasa pia wapungufu katika dini, kwa maana sio kama mwanaume time zote mashallah anaendeleza dini yake, hakuna siku ataambia bwana sasa hivi stop kwa sababu ya 1 2 3, yeye anaendeleza na dini yake. Kwa hiyo ndio maana wakaambiwa wao ni wapungufu wa hizo hali mbili, naqisatun fil aqli, naqisatun fid din. Wao ni wapungufu kiakili na wapungufu kidini. Sasa tutakuwa lazima sisi tubebe masuhulia ile tuliyoambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Usiwe tena mwanaume wewe unashika athari kama zile za wanawake mdhaifu, ukiwaambia maneno kidogo basi mimi siendi kazini, siji ofisini, mimi naacha ile sehemu kadha. Unatakiwa uwe na kawama, uwe na nguvu ya kuongoza jambo na kulisimamia jambo. Sasa mwanamke kama huyu, swali liloulizwa, yeye halazimishwi kitu bali asameheki. Halazimishwi kitu, wabitali asameheki kufunga. Manake halazimishwi kwamba lazima sasa ufunge kwa namna yote, hata kama unaumwaji pambana vivyo. Anapewa time, akishindwa ile atakuja kulipa siku za kawaida, siku ambazo afya yake itakuwa nzuri, siku ambazo dharura hana. Ikaendelea hakupata hivyo hakupata, hapo zinaangaliwa hali hizi mbili. Wakati anafungua, yani wakati anafanya udhuru, yani yuko katika udhuru wa kutofunga zile saumu, ambayo saumu ya Ramadhani, alikuwa anahofia nini? Ndio hapo wanachuoni kidogo wametofautiana. Ikiwa anahofia kwamba atadhoofika yeye kama yeye, kwa mfano tuchukulie mtu ananyonyesha au mtu amejifungua, yuko katika hali ya nifasi, amezuilika kwa sababu yeye mwenyewe amejizuilika. Ikiwa amehofia yeye mwenyewe kudhurika nafsi yake, kwa kwamba labda akinyonyesha atadhoofika kiafya kwa sababu maziwa yanahitaji lishe, mfano wake kama hivyo, au akawa katika hali ya nifasi au hali ya wilada, hali ya siku zake, huyu atakuja kulipa. Atakiwa miaka 10, atakiwa Ramadhani zaidi ya 1, anachotakiwa kuja kulipa, maadam hajafanya nini? Tafrit, ama hajafanya kupuuza. Na kuna wakati unapata time afu unapuuzia ile jambo la ibada, hapo anaingia makosani. Lakini kama hajapuuza na hajafanya, basi huyu anapewa time, atalipa time yoyote bila shaka. Lakini ikiwa amefungua ile saumu yake kwa kuhofia mtoto wake atadhurika, sio kujihofia yeye mwenyewe, kujihofia mtoto wake atadhurika, labda alipokuwa ujauzito akasema mtoto wake atadhurika ndani ya nini, ndani ya ile tumbo, kwa kuwa yeye hali inabidi hali wakati wa Ramadhani, so mtoto atadhurika. Au kata kunyonyesha, maziwa yatakuwa hayana vitamins, kwa hiyo ameamua hali, basi hapo atakuja kufunga na kutoa kibaba. Kwa sababu gani? Amefungua kwa sababu mbili, yani ya mtoto wake na yeye mwenyewe. Lakini kama atafungua kwa sababu ile tu yeye mwenyewe, atakuja kufunga pasina kulipa. Hii ni concept ambayo baadhi ya wanachuoni kidogo ndio wamebainisha hiyo masala na wametatizika katika hilo. Baadhi yao wakasema maadamu hajafanya kukusudi, basi huyu atalipa. Na asili yake ni nini? Kwa sababu unaruhusiwa, hata kama mfano, kwa nini yeye anakuja kutoa kibaba, unaruhusiwa ulofunga vizuri, kuna shida imetokea, hiyo shida inatakiwa wewe ule ndio uweze kuitekeleza siku ya Ramadhani, mchana Ramadhani, kwa mfano kumuokoa mtu au kufanya kadha wa kadha, lazima ule ndio uweze kufanya ile shughuli. Basi inaangaliwa maslaha kwamba lazima ile shughuli ifanyike, otherwise italeta maafa. Basi unafungua alafu unafanya ile kazi, ukija utakuja kulipa na utalipa kibaba. Hivi ndio kanuni na utaratibu wa sheria ulivyo. Kwa hiyo na wewe mwanamke naye Mola wamemdefine kwa hali mbili, kwamba akifungua kwa ajili kujichelea mwenyewe, kujihofia yeye mwenyewe, atalipa tu,
hatosamewa hata ikiwa Ramadhani 3, 4, 5. Inawaambiwa kwamba inafanywa taghlidh mtu akiwa amepuuza, amepata time ya kulipa alafu amedharau hajalipa. Hapo hukumu yake sasa inakuwa ni nini? Ni taghlidh, kwamba anafunga na hapati thawabu katika kufunga, na akitofunga ataenda kuadhibiwa kwa kile alichokifanya. Wengine wakasema kwamba anatakiwa atoe kafara pia kwa kutokufunga kwa makusudi, kwamba huyu atoe kafara na apate thawabu pia. Allahu Ta'ala a'lam. Kibaba kwa sasa, na kutoa kibaba kimoja kwa sasa hivi ni kilo 1 kasorobo, yani gramu 750 kutumia 1000. Ukiweka 1000 yani kilo kamili, kama zada fabi hisabi, mazada fabi hisabi, kilichozidi Mwenyezi Mungu atakipokea kwa hesabu nzuri. Lakini kwa vipimo vyetu vya sasa hivi vya kilo hizi kinafanana na kibaba kilikuwa kitumika zamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kilo 1 kasorobo, kilo 1 kasorobo, hiyo ndio kibaba. Kwa hiyo alofanya tafrit ya kutokufunga time yake, au mwanamke mwenye udhuru huo, atakuja kulipa, na huku anatoa kibaba kimoja kuwalisha maskini kwa idadi ya zile siku ambazo alizofungua. Allahu Ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shekhe, umetoshereheshea hapo kuwa mtu ambaye hajaacha kufunga kwa makusudi amewekewa nafasi, atalipa. Ikatokezea huyu mtu amefariki, Allah akampenda, amefariki, ipi hukumu yake? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahali ambapo unapata nafasi ya kulipa kisha hakulipa, na kuna wakati hakupata hiyo nafasi, kwa maana ya ule udhuru ukaendelea mpaka Mwenyezi Mungu akamchukua. Ikiwa amefanya tafrit, manake bidhima, itakuwa juu yake ni dhima, siku ya kiyama ataenda kutakiwa. Wengine wakasema kwamba kwa kuwa amefanya tafrita, amefanya manake uzembe, ile somu lazima ifanyeje? Ichukuliwe mahali kwake pale, kwamba wana ndugu ambao ni family husika wanaweza wakamfungia. Lakini kauli rajih wameikataa wanachuoni, kauli rajih wameikataa wanachuoni, kwa sababu huyu ameshafanya uzembe wa kulipa yeye mwenyewe, kwa hawezi wakatezwa nguvu kulipa. Alokuwa ameambiwa kwamba anaweza akalipiwa ni yule tu alikuwa na udhuru, yani manake maradhi yale imeendelea mpaka ikamchukua ikamchukua hali ya umauti. Huyu sasa hivi ana udhuru, kama mfanake alifunga siku 10 kisha ndo maradhi yakampata, huwa anasameheka kwa sababu atakuwaje kulipa kwa wale maradhi. Sio kama ndo saumu hamna, akipoa manake zile siku zilizompita kwa sababu ya kuumwa anatakuwa azilipe. Sasa ikiwa umauti umempata, huyu ndio yasumu anhu ahluhu, watu wake watafunga kumfungia zile saumu ambazo zilikuwa zimepisha, tena kwa njia ya ikhtiyari, sio ya lazima, kwa njia ya khiari. Kwa sio lazima ndio watu tuhangaike tena sengena sisi afya zetu ndio hivyo. Hapana, sio kwa njia ya ulazima, njia ya ikhtiyari, kwa sababu iko option nyingine, anaweza akalishiwa kibaba kwa zile siku ambazo yeye alikuwa ameziacha. Ikiwa wametokea kufunga kwa niaba yake, walilhamdu. Na hiyo ni hadithi ambayo ya Mtume maarufu sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa na mwanamke akisema kwa mimi bwana ya Rasulullah, mama wangu amekufa lakini anayo hali ya kudaiwa saumu, je, nimkidhie mimi deni la saumu?
Mtume SAW akamjibu kwa logic kwamba je, ingekuwa na deni kwa mtu ungefanyaje mama yako? Sasa ningemlipia. Basi akasema deni la Mwenyezi Mungu ni haki zaidi kulilipa, kwa hiyo mfungie, yajuzu hasa mimbabi jaiz, lakini so lazima afanye mwana ndugu. Maana tunapata kesi kama hizo, mtu amekufa katika uzee, sasa jamani inakuwaje wana ndugu watu wanajikalifisha pale kufanya jambo hilo? Hilo ni jambo ambalo jaiz, likilifanya ni jaiz. Na ikiwa sio ndugu, anaweza akafunga kwa ruhusa ya ndugu. Wale ndugu na jamaa wakitaka afunge kwa niaba ya mzee wao, kwa sababu ziko ibada yakubali niaba, ziko ibada zinakubali niaba, kama vile kutoa zaka, kuhiji, kufunga. Yani unaweza mtu akakufanyia katika hali ya dharura na katika hali ya udhuru. Allahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, tunashukuru sana darasa lako zuri. Mungu akulinde Sheikh. Na swali langu ni kwamba Sheikh, mtu ni Muislamu anakuwa hafungi, anakuwa hasali, ukimshauri masuala ya Mungu na mtume hafati huyo mtu namna hii. Sasa mtu namna ya kifa Sheikh, sisi ambao tunafanya ibada tumfanye nini huyo mtu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtu tunaishi naye katika jamii, tunamueleza na kumwambia, lakini mtu kama huyu tunaishi naye haswali wala hafungi, na yuko katika jamii na sisi tumfanye nini mtu kama huyu? Kwa sababu ndio tuko naye na tunaishi naye. Mambo mawili hayatakuwa kufanyiwa. Jambo la kwanza ni kunasihiwa. Kunasihiwa maana yake kutafuta njia za kumuonyesha kwamba jambo analofanya sio sahihi, kwa kumnasihi na kumpa mawaidha na kumkumbusha kheri. Jambo la pili anatakiwa afanyiwe mtu kama huyo kuombewa Mungu. Ya Rabbi, mja wako sisi tumeshamkumbusha, hakubali. Je, tufanye vipi? Basi muelekeze, ya Rabbi, muonyeshe njia aelekee katika haya ambayo sisi tunapata dhiki kuishi na yeye. Tuko moja, mambo ngapi? Mawili. Maulama katika ile jambo la kwanza kwamba kumwaidhi, kumkumbusha, kumfanyia mambo ambayo anaweza akarudi, baadhi yao wakasema upo uwezekano wa kuangalia vitu ambavyo sensitive kwake yeye na nyinyi wanajamii mkaviepuka. Yaani ni moja ya njia ya kumkumbusha. Kwa mfano, labda yeye haswali, kila kitokea na jambo la kijamii mnamwacha peke yake. Kila ikitokea labda jambo la kuonyesha kwamba anahitajia msaada, nyinyi mnamwacha kama alivyo, kama ni sehemu ya kumkumbusha, lakini msimuache kwa hali ambayo itafikia atadhalilika, kwa sababu wala qad karramna bani adam, mwanadamu tumemtukuza, hataki kuacha kudhalilika. Kwa mfano, labda akawa amekufa tu, hataki tumzike, yani tumwache tu kama alivyo, au anaumwa hataki kumtibia, tumwache tu kama alivyo. Haijatakiwa hivyo. Kwa sababu nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimpata hali kama hii leo tunaulizana, akawa anataka sana watu wake wa karibu wapate hidayah, kwa sababu anavyowakumbusha na kuwapa mawaidha na mmoja alikuwa ni ammi yake. Ikawa hali inampa kinyonge sana mpaka anafikia sasa ile nafsi yake inataka kama kutoka vile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamletea uongofu kwamba alaika, Mwenyezi Mungu akasema innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hakika wewe Muhammad umuongoe yule ambaye wewe unampenda na unataka tu aongoke. Kwa sababu tunaswali sisi na mwezi utakazima swali,
sisi tunampendelea kheri, kwa nini tumkumbusha aswali? Kwa sababu ile ahibba linasi ma tuhibbu nafsika, na ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izati hasana. Tumeambiwa tufanye da'wa ila Allah, tukumbushane kheri. Wameangamizwa bado Israeli kwa sababu walikuwa hawakumbushani kheri. Kuna vitu kama hivi lazima tukumbushane, lakini mwisho wa siku huyu bwana haelekei. Ni mambo hayo mawili, tunaendelea kumkumbusha na kumuombea Mungu, lakini hatufanyi kingine chochote, labda tumpige, tumdhuru, tumkate kichwa. Hii ni kazi ya nani? Ya kadhi katika dola au hakim. Atamwita, bwana, nafikiri wewe nimepata salamu hauswali, ni sahihi? Sasa mwenyewe atajua pale, kama uswali basi naomba pale uswali, nakupa kama masaa 4-5 uswali na utubie kwa Mwenyezi Mungu, au nakupa siku 2-3 uswali na utubie, urudi katika hali kama wengine. Ikiwa hataki, yeye ndo anayo ruhusa ya kufanyaje, ya kumuua. Tulieleza hukumu ya tariki swala hapa kwamba mtu akiwa ameacha swala nini hukumu yake. Kuna wakati anaacha swala uvivu, kuna wakati anaacha swala anakanusha hakuna kitu cha kuswali. Kwa yule anaokanusha na anaacha swala, hali zao zinapishana na zinafanana. Hali zao zinapishana kwenye kuzikwa, hali zao zinafanana katika kuuliwa. Wote wanatakiwa wafanye tauba, wakikataa wanauliwa. Lakini huyu mmoja ambaye alopinga swala hakuna, azikwe hata kwenye makaburi ya nini, ya Waislamu. Yule ambaye alopinga, acha kuswali kwa sababu ya uvivu, anazikwa kwenye makaburi ya Waislamu, lakini kwa hajatubia kile alichokifanya, ndio sababu anafanyaje, anauliwa. Swala ni jambo kubwa sana. Ibada hizi au tuseme nguzo 5 za Uislamu ni kitu kikubwa sana. Mtume SAW kasema, man aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kusimamisha hizi nguzo 5 ndio imesimamisha dini ya Mwenyezi Mungu. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, na yule ambaye mwenye kuziacha hizi nguzo 5, huyu ndio amedidimiza dini ya Mwenyezi Mungu, maana amepomosha dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu atakuacha wewe umepomosha dini yake? Inna dina inda Allahi al-Islam, dini ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wewe zile nguzo 5 zote hauna hata moja, hauna shahada, maana hujakubali Uislamu, hausimamishi swala, haufungi, hautoi zaka, na unao uwezo hauendi kuhiji. Hilo ni shida, maana wewe ni moja unaodidimiza dini. Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha kwa mafunzo aliyotoa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo ya kufanya ni hayo mawili, tumuaidhi, kama kuna njia ya kukumbuka, kumuhama kidogo, kutomsupport baadhi ya mambo ili arudi aone swala ina umuhimu. Ni sehemu ya kumkumbusha, sio kwamba aswali kwa kuogopa nyinyi mtamsema, mtamnyima. Ni sehemu tu ya kumkumbusha. Jambo la pili, kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini usije ukajiona bora kwa kuwa mimi naswali yule aswali. Haya ni mambo ambayo akhlaqiyan yamekatazwa. Katika hali akifariki katika hali kama hiyo, ni yeye na Mwenyezi Mungu. Sisi tunafanya yote yale mambo manne, ile mambo yote tunatakiwa kufanya kwa ajili ya, kwa sababu yale yamhusu yeye, yanamhusu sisi tuliokuwa hai. Hakuna baadhi tu ya madhhab, nayo wanasema ndio wale madhhab al-khawarij, wao yukaffiruna man adhnaba, wanamkufurisha yule mtu ambaye alofanya dhambi. Sisi kwetu hatumkufurishi ila man akfara, yule ambaye alokufuru dini, maana yake hayuko katika Uislamu, shahada na nini, ndio tunamkufurisha. Wako baadhi madhhabu hata dhambi wanakufurisha. Kwa hiyo wako madhhabu wanasema akifa tusimswalie, tusifanye chochote, lakini sio madhhabu ya ahli sunna wal jamaa. Madhhabu ya ahli sunna wal jamaa ambao wanaofuata kitabu na hadithi, wao watamfanyia yote ile mambo manne, ama yeye na Mwenyezi Mungu wataenda kujuana huko mbele, kwa nini alikuwa aswali, kwa sababu gani. Allahu Ta'ala a'lam. Swali la mwisho nafikiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, mimi na maswali mawili. Swali langu la kwanza ni kwa watu binadamu ama jamii ambayo hawajafikiwa kulinganiwa na Uislamu. Wenyewe wamezaliwa, watoto wao wamewakuza katika maadili wanaoyajua wao, wanaabudu vitu ambavyo si Allah, na hajakwenda mjumbe zaidi tu, labda wanaweza wakasikia kuna Uislamu, lakini hatujafika kwao kuwalingania.
wana hoja mbele za Allah kwamba wameukataa Uislamu. Swali la pili, endapo tumefikiwa na mwanadamu mwenzetu, labda tupo katika mji wetu, tumefikiwa na mwanadamu mwenzetu akaja akafariki kabla hatujatambua imani yake, tunamzika vipi? Kwa sababu Waislamu tunajua tunazikana vipi na tuna wajibu wa kumzika ambaye si Muislamu pia. La yule hatujatambua, tunakaa katika upande upi? Swala kwanza anasema kwamba wako watu wanaishi katika mazingira haya hawajafikiwa na dawa kwa ukamilifu au kwa uzuri wake, au hawajafikiwa kabisa hata kwa uchache. Hawa watu wanayo hoja mbele ya Mwenyezi Mungu kuambia sisi hatujaletewa da'wa. Kauli naam, jawabu ni naam wa yumkin la naam. Tunaposema kwamba inawezekana ikawa jawabu ndio wanazo hoja, na inawezekana tukasema hawana hoja kwa sababu ya wakati jinsi ulivyo. Kipindi cha nyuma, wakati Uislamu unaingia, hili jambo limewekwa hata na maimamu, viongozi wa kidini katika vitabu, kwamba hawa wanapewa udhuru kwa sababu ya kutofikiwa na ile dawa. Kutokana na zamani zao ilikuwa kuna ugumu sana wa kufikiwa dawa, ambayo inachukuliwa asili ya neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tabia yake hamwadhibu mtu yote isipokuwa mpaka amtumie ujumbe wa kumuadharisha kwamba hili baya, hili zuri. Sasa madamu hawa hawajafikiwa ni dawa kwa sura yoyote, hao wanasameheka. Lakini posema la, inaweza kuwa la naam, kwamba sio wenye hoja kwa kuangalia zama na wakati. Ikiwa time ambayo zama zile nyepesi watu kupata au kufikiwa ni dawa, basi wakajipa udhuru wale watu wenyewe eneo fulani kwamba sisi bwana tuchanganyike na watu wengine, au wakawa kwamba sisi mazingira yetu bwana hatuwezi kutoka kwenda kutafuta hicho tunachokitaka katika mambo ya Mungu wetu, kwa sababu mwanadamu ameumbwa na fitra, lazima ili nakuja na mshawishi ile. Sasa yeye mwenyewe tu Ibilisi imjie kwamba mimi sitaki kujifunza, sitaki kuwa na dawa. Sasa ikiwa watu hawajawaendea kwa aidhi kwa makusudi, vipi? Kwa wasaili zipo, namna zipo za kuendea, ima kwa njia ya media au physical wenyewe kuwaendea, hawajafanya hivyo, kweli wale watawapa hoja siku ya Kiyama kwamba walikuwa na uwezo. Na ndio maana Mtume akasema balighu anni walau aya, nifikishie mimi japo masala moja katika dini ulijua wewe, kwa sababu kwamba ni jukumu la kila mmoja. Inawezekana watu wakaza ile sehemu bwana mashehe wafiki, na wakati unakaa pale huko kwenye ile eneo ambalo watu hawa hawajafikiwa ni dawa, lakini unasema mashehe hataki kufika, unataka wewe ni sehemu moja ya kufanya dawa, yani ufanye juhudi mpaka mashehe wafike. Kama mwenyewe huna ulimi wa kuwalingania, wewe ufanye juhudi, uombe msaada, ufanye hivi mpaka wafikiwe na dawa. Kuna kanuni inasema kwamba hakusamehewi kutokujua. Ujinga wa kutojua sheria sio msamaha wa kuadhibiwa. Yaani kwamba hujui sheria fulani ikawa bwana huyu msamaha bwana ndio hajui sheria. Hapana, sheria inataka umefanya kosa unaadhibiwa na lile kosa. Kwa hiyo itaangaliwa kwa hoja kama hiyo, na watapewa udhuru wakiwa hakuna minzi yoyote ya kufika. Wale maduati yani hakuna namna yote ya kufika. Saa nyingine watafanywa ubaya huko, watafanywa kadha, hapo watapewa udhuru watu wa kufikisha dawa, na wale watakuwa katika dhambi. Yote inakwenda huku na huku. Wanaweza kuwa na hoja na wanaweza wasiwe na hoja, lakini kwa wakati wetu ni ngumu. Watakuwa wanasikia sasa, wenyewe hataki kutafuta tu, kwa sababu tumeshaambiwa sisi wenyewe ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, ya ayyuha, Mwenyezi Mungu hajaita imani, ya ayyuhan nasu alaikum anfusakum, ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum,
enyi ambao mnaamini basi mjichunge nafsi zenu. Sasa sote tunatakiwa wale maduati wajichunge nafsi zao, na wale ambao hawajafikiwa da'wa na wao wana imani, wanataka Uislamu ujue, au hawana kabisa imani, wanatakiwa wajue nini kitu imani. Ni jukumu lao wao na wao wafanyaje? Kutafuta sabiria alaikum anfusakum. Lazima watu mjiangalie wenyewe. Mbona kwenye mambo mengine wameachieve vizuri, kienda wana ngome zao, wana miradi yao, basi jambo la kiimani tu ndio kwamba tuwalaumu mashehe hawajafika huko. Inabidi na wao wenyewe wafanye juhudi ya dini yao, atoke mtu kule aje ajifunze, arudi kule atengeze dawa. Allahu Taala alam. Ama swali la pili kwamba mtu amekufa alafu dini yake haijulikani, maana hatujaijua dini yake ni ipi, tufanye nini huyu mtu? Kauli ni mbili za wanachuoni, lakini nguvu ndio moja ndio yenye nguvu, kwamba yule atazikwa kwa taratibu za Uislamu, kwamba yule atazikwa kwa taratibu hiyo ndio yenye nguvu. Kauli ya pili wakasema kwamba anaweza akastiriwa kwa namna kwamba ya ubinadamu, kwamba yeye ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, basi kifanyiwe utaratibu wa kuzikwa hata kama mwingine hajafanyiwa, lakini ni kauli dhaifu. Na kwa nini tunaieleza kauli kama hizi? Inaweza kutokea mahala kuna sura kama hiyo, watu hawana wasaid za kutekeleza yale mambo yote manne, na huyu mtu atumjui dini yake. Kwa sababu tunajua dini wepesi kuomba msaada au kuamua kwamba tuelekeze kwa watu wake. Kwa mfano akiwa sio Muislamu, tunajua tunapata taarifa sio kwa Waislamu, wale kwa Waislamu tutampa taarifa wale kwa Waislamu, mambo yatafanyika kwa uzuri. Lakini mara nyingine inatokea hakuna hizo minzi za kujua hilo, basi hapo atazikwa kwa njia au binadamu tu. Lakini kauli rajih anarudishwa katika ile fitra, sababu wote sisi tunazaliwa katika fitra ya Uislamu, kisha ndio wenyewe tunachagua sasa tutoke au tubakie katika Uislamu. Allahu Taala alam. Naona akhi naye alinyosha hapo, ndio mtu wa mwisho, yalikutana mikono, kwa hiyo naye tumempa chance ya ziada, kisha tufunge darasa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi swala langu liko kwa msafiri ambaye zimempita swala zote 5 ama 3. Mathalani anaondoka Dar es Salaam saa 10 alfajiri, anakwenda Songea, anafika saa 6 usiku. Takriban swala zote kuanzia alfajiri mpaka Isha zimempita. Je, anaruhusiwa kuziunganisha akiwa anasafiri? Na kama anaruhusiwa, je, akifika Songea inamlazimu kuziswali upya ama la? Assalamu alaikum. Akiweza kuswali njiani ndio bora na rudi, akiweza kuswali njiani ndio bora na wala harudi. Akiweza kuswali njiani ndio bora, na akifika sehemu yake harudi. Lakini kama amepata dharura yoyote ya kuto kuswali njiani, basi atakapofika kule aziswali zote, aanze moja mpaka ya mwisho, kwa sababu ilishakuwa ni dharura mle njiani. Lakini haiwezi kusameka kwamba baada ya msafiri basi amefika sasa ndo ataendelea na ile sehemu. La, swala yote ambayo imekupita inakuwa katika dhima yako, ukitoitekeleza manake itaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka atakusamehe au akitaka asikusamehe. Kuna concept mara nyingine anasema kwamba huwezi kumlipa Mwenyezi Mungu. La, huwezi kumlipa Mwenyezi Mungu, hiyo sio concept ambayo ya kisheria na kiilmu. Kitu chochote kimekupita katika ibada ambacho ni cha lazima, basi kinalipizwa. Ndio maana ukiacha kutoa zaka itatolewa, ukiwa hujaenda kuhiji Maka na ulikuwa na uwezo utahijiwa, kwa sababu hii ni deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima lilipwe. Kama swala ni dhima kwako wewe, kama hujaitekeleza utaenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kwa nini haujaswali. Sasa imagine kwamba mtu ambaye hakuwa Muislamu wala hakuwa na taalq imani na anaenda kuulizwa kwamba kwa nini hujaswali. Si wewe kwamba wewe ni nani? Ni Muislamu ambaye umetokea tuna udhuru, fukaacha usiswali. Kwa hiyo yote inatakiwa umeondoka zako hapa alfajiri,
basi ukifika sehemu ukaweza kutekeleza ndio bora. Labda umefika sehemu umetulia, basi tekeleza swala ambazo unaweza kuzitekeleza kwa time ile zote, usubiri kwa mpaka nikifika, hiyo itakuwa makusudi. Na baadhi ya maulama kuhofia dhambi hiyo ili awailul musallina alladhina yusalluna sahun, wakasema mtu huyu ataswali kwa namna yoyote ihtiraman lilwaqti, kwa sababu ya kuheshimu ule wakati tu. Yani usiache swala sema kwa kuwa anasema acha nikifika nitaswali. Swali time ile kwa mazingira yako yoyote ile, unaswali kwa kuheshimu wakati ili usiingie katika ile wailul musallina alladhina yusalluna sahun. Hivi ndio wanavyotuelekeza wanachuoni kupitia sheria yetu tukufu. Lazima mtu aswali, aidha utaswali njiani, ukiswali perfect yani kwa mujibu wa sheria njiani, haina haja tena ukifika katika ule mji uswali tena. Sasa ingine nimefika safari, mkaweka gari yenu, mkatafuta maji, mkaswali, ndio ishakuwa tayari nimeswali. Kama hujaswali utaenda kuswali kule, lakini itaangalia tu conditions. Ukiwa unafanya kwa makusudi unapata dhambi, ukiwa hujafanya kwa makusudi haupati dhambi. Allahu Ta'ala alam. Mwenyezi Mungu atuwafikie katika kutekeleza ibada zetu hizi tuliotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya manufaa yetu na faida yetu. Na Mwenyezi Mungu hahitaji hizi ibada zetu ndio zisupport chochote, kwani yeye ni ghani. Yeye ni mtu ambaye ni Mwenyezi Mungu ambaye amejitosheleza, hahitaji hizi ibada zetu, bali hizi ni ibada za viumbe na watu wenyewe wajisogeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atufikishe katika mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani katika njia ya siha na afya, na atupe tanabuhu ya kujiandaa. Huu ndo mwezi unamaliziwa kujiandaa, maandalizi kama tulivyoona chuoni. Ikifika Rajab ndio mwezi wa nini? Wa zar'i, tunapandikiza kile kinachotokea Ramadhani. Kama unataka uwe mtu upate thawabu za Qur'an, unaanza sasa. Upate za sunna za swala, unaanza sasa. Kisha kija Shaabani, shahru saqi, kunyosheleza, ile maana unazidisha spidi kidogo ya yale ambayo ulikuwa umeanza au kufanya kuyaboresha kiutendaji. Ikija Ramadhani tena unalipwa mengi. Kwa sababu gani? Chochote unachokifanya ujira wake unakuwa multiplied, unakuwa mara mbili yake katika mwezi wa Ramadhani. Atuwafikie inshallah tufike katika siha na afya. Na katika moja ya maandalizi pia kuangalia siha zetu, watu waanze kujiassess siha zao. Maana yake tunaambiwa ile Ramadhani ikikupita siku moja, hata ufunge siku 1000 hautoweza kupata ujira kama ule wa Ramadhani. Kwa hiyo siha zetu zichunge. Maana sheria mara nyingi imekuja kuraghibisha watu wasiwe wanafunga moja kwa moja, kwa sababu kufunga moja kwa moja inadhoofisha nini? Mwili. Ikija kufika ile siku ya Ramadhani yenyewe mwili wako dhaifu, mara leo umepata udhu umefungua siku moja, mara siku mbili umefunga, siku umefungua, kwa sababu afya yako ilikuwa hujaimanage. Kwa hiyo ni bora kuanzia sasa hivi watu wazichunge afya zao, ili wafika mwezi wa Ramadhani waweze kupata yale yaliyowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya umma huu. Atujalie miongoni ambao yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Allahu Ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sahhil lana ma nurid wa najjina mimma nakhaf bi fadlika ya latif. Ya latif utbina fi ma nazal, innaka latifun lam tazal utbina wal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya aziz ya hannan ya mannan. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.